Mithali sura ya 7 mstari wa 27 imeandikwa, nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu, ushuka mpaka viumba vya mauti. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa. Pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu, tutaishia kukaa katika nyumba za aina hii ambazo ulimwengu wa roho ni njia za kwenda kuzimu. Na kila unapokuwa ndani ya nyumba hizi lazima ukoseshwe na Bwana Yesu Kristo. Mahali unapokaa uliongozwa na Roho Mtakatifu? Swali la msingi sana. Kama inavyojulikana, katika nyumba yapo madirisha. Dirisha ni sehemu ya kupitisha kitu. Nyumba ambayo haina madirisha au madirisha yake yamefungwa wakati wote, kunakuwa na shida ndani ya nyumba hiyo. Yeremia sura ya 9 mstari wa 21 nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu kama ilivyoandikwa. Kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Malaki 3 mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa. Tunaona kupitia maandiko haya, mauti au uzima, baraka au laana vinaweza kupitia dirishani. Pia maombi yako yanaweza yasifike mbinguni kama madirisha yamefungwa. Tumeona maandiko yanatuambia Danieli wakati anaomba nyumbani mwake madirisha yalikuwa yamefunguliwa. Hii ni ishara ya maombi kufika mbinguni. Yeyote anayemuibia Mungu zaka awe na uhakika madirisha ya mbinguni yatakuwa yamefungwa kwa ajili yake. Hapa ni Mungu mwenyewe anafunga. Na kwa lugha nyepesi naweza kusema, ukienda kinyume na maandiko, shetani anapata nafasi ya kufunga madirisha tunayomiliki. Shetani amebuni njia ya namna ya kuingia nyumbani mwa watakatifu kupitia madirisha. Nazungumzia rohoni. Zipo design mbalimbali katika grill za madirisha ambazo ni ushetani mtupu. Design hizi ni mlango wa kuachilia mauti na laana kupitia madirishani. Kupitia design hizi shetani anapata nafasi ya kufunga madirisha. Kuna hizi alama zinaitwa sigils. Ni michoro ya kipepo wanayoweka katika madirisha. Usikubali mtu akuwekee design yoyote tu ya grill pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tumekuwa tukishughulikia kufungua malango tunayomiliki na tumesahau madirisha ambapo shetani amekuwa akipitia hapo sana. Tuhakikishe madirisha yetu yana ulinzi wa Mungu. Nimejaribu kukuonyesha hapo baadhi ya alama za kipagani ambazo zinaweka katika madirisha. Madirisha yanaweza ikawa kama hapo hayo madogo yale ya round, au yanaweza ikawa ya pembe 4 katika nyumba zetu. Wewe mwenyewe utaangalia madirisha yako. Sasa hizi alama kama tulivyozungumzia hapo mbele, kazi yake kubwa ni nini? Haleluya. Kwa hiyo hii ni baadhi tu, lakini ukikaa ukimwomba Roho Mtakatifu atakuonyesha zaidi na zaidi michoro ambayo wanaiweka katika hizi grill za madirisha. Ni michoro ambayo ina maana kabisa ulimwengu wa roho. Haleluya. Katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 4 nitasoma kama ilivyoandikwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa. Sasa tunaona hapo kuna majani
ambayo yapo majani halisi Mungu ambao ameyaumba hayana shida, lakini ukishachongesha, hapa yamechongeshwa kwa kutumia hiyo chuma yakapigwa kama ndio wanawekwa rangi kisha yanabandikwa kwenye madirisha. Yapo majani kabisa halisi. Sasa hizi ni sanamu mbele za Mungu. Unapoweka dirishani ule unakuwa ni shetani anaenda kukushtaki. Anasimamia ile andiko kwamba imeandikwa usijifanyie sanamu. Unaona hapo kuna maua hayo. Yapo maua halisi na muonekano wake ni kama huo. Sasa yanatengenezwa sanamu, yanawekwa madirishani. Na shetani anaenda kushtaki. Kumbuka hapo kisha weko umemtengenezea mlango, umempa upenyo wa kufunga milango yako ulimwengu wa roho, na vile vile umempa mlango wa kupenya ndani mwako. Haleluya. Wengine unakuta ni wameweka sanamu za dragon, yani lile lijoka lile, Leviathan. Ukiangalia vizuri hapo unaona kwa kule dirishani inavyoonekana itakuwa ni hivyo, lakini sasa ukichukua kigingi kimoja unaona huyo ni dragon, mabawa yake yako pale, mkia wake unashuka huku chini, lakini amekaa kwa kujificha. Lakini ukiangalia closely utajua kabisa huyo ni dragon. Alafu kwa amemalizia kwa kuweka hizo koi zilizojisokota sokota. Sasa unakuta magrill mengine wanaweka kama hivyo. Kiangalia haraka haraka utahisi kama ni urembo, kumbe wewe ni nyoka hao wamekaa na hizo ni ndimi zao zimetokeza nje, zimejiviligisha hivi. Haleluya. Angalia vizuri, kichwa cha nyoka kimetoa ndimi. Sasa vitu kama hivi Roho Mtakatifu akusaidie. Unaweza ukakaa katika nyumba ya kupanga, hizo giza zake ndio ziko hivyo. Haleluya. Ni matumaini yangu umepata kujengwa. Roho Mtakatifu azidi kukuhudumia na kufungue zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amen.